Hujambo na karibu katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara kwa kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakaribisha katika taarifa zetu za habari tofauti toka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yani tutakupatia habari za mapigano zinazoendelea kati ya waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda, vile vile wakipambana makundi ya wanamgambo wa Zalendo wanaoendelea kuungwa mkono na jeshi la serikali, yani jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Basi karibu katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo. Vile vile tutakuunga na habari za kimataifa. Karibu. Mapigano makali yameripotiwa kuanza mapema leo Jumanne tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako waasi wa M23 wanaodaiwa kushirikiana na Rwanda wameanzisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali na wapiganaji wa kujitolea maarufu kama Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashirika ya kiraia ya eneo hilo, mashambulizi hayo yamelenga hasa maeneo ya Remeka pamoja na groupment ya Ufamando iliyoko katika sheferi ya Baunde ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini. Vyanzo hivyo vinasema kuwa mapigano bado yanaendelea hadi sasa, huku milio ya risasi nzito na silaha nzito na nyepesi zikiendelea kusikika baadhi ya maeneo mbalimbali. Wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya mapigano wameripotiwa kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao, huku wengine wakijaribu kutafuta hifadhi katika vijiji vilivyo mbali na mstari wa mapigano. Hali ya kibinadamu inaelezwa kuwa ya wasiwasi, hasa kutokana na ukosefu wa msaada wa haraka kwa wakazi waliolazimika kuyahama makazi yao ghafla. Huku hadi kufikia sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi la FARDC kuhusu hali halisi ya mapigano hayo, wala idadi ya majeruhi au vifo vilivyotokana na mapigano hayo. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi katika eneo hilo kunaweza kuongeza zaidi ya hali ya taharuki na kuyumba kwa usalama katika sehemu kubwa ya Kivu Kaskazini. Ikumbukwe kuwa eneo la Baunde limekuwa likikumbwa mara kwa mara na mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi ya waasi, hali inayochangia kuongezeka kwa mgogoro wa kibinadamu na ukosefu wa utulivu kwa muda mrefu. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kuweka mbele maslahi ya raia ili kuepusha madhara zaidi kwa wananchi wasio na hatia. Tutazidi kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hii na tutawaletea taarifa kadri zinazopatikana. Ndugu mpendwa msikilizaji, basi tuendelee kusikiliza taarifa zetu za habari za mchana wa leo tarehe 5 mwezi wa 5 tukiwa mwaka wa 2026. Hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya katika eneo la Kale mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya waasi wa muungano wa AFC M23 kudaiwa kulidhibiti tena eneo la Tushunguti kufuatia mapigano makali yaliyochukua takriban siku 2. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na mashirika ya kiraia, mapigano hayo yalihusisha wapiganaji wa kundi la Wazalendo waliokuwa wakijaribu kuzuia kusonga mbele kwa waasi hao. Hata hivyo, baada ya mapigano makali yaliyohusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi, waasi wa AFC M23 walifanikiwa kuchukua tena udhibiti wa kijiji cha Tushunguti. Mashuhuda wa eneo hilo wanasema kuwa milio ya risasi na milipuko ilikuwa ikisikika kwa muda mrefu, hali iliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi. Wananchi wengi walazimika kukimbia makazi yao wakikimbilia maeneo jirani wakihofia usalama wao, huku wengine wakilala porini bila msaada wa kibinadamu. Taarifa zinaeleza kuwa hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya katika eneo hilo, ambako wakimbizi wa ndani wanaendelea kuongezeka huku wakikosa huduma muhimu kama chakula, maji safi na huduma za afya. Mashirika ya misaada yameeleza wasiwasi wao juu ya ugumu wa kufikia baadhi ya maeneo kutokana na mapigano yanayoendelea. Kwa upande mwingine, hadi sasa kuna tamko rasmi iliyotolewa na jeshi la serikali FARDC kuhusu kupoteza au kurejesha udhibiti wa eneo hilo.
Hali hii inaacha maswali mengi kwa wakazi na wadau wa usalama kuhusu mwelekeo ya mapigano hayo na athari zake katika eneo nzima la Kale. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano kati ya FARDC na M23 kati ya waasi wa AFC M23 na makundi ya wazalendo kunaweza kuongeza zaidi hali ya sintofahamu na kuathiri juhudi za kurejesha amani katika eneo hilo ambalo limekuwa likikumbwa na migogoro ya mara kwa mara kwa muda mrefu. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kuweka mbele usalama wa raia ili kuepusha maafa zaidi ya kibinadamu yanayoweza kutokea. Kwa sasa macho na masikio ya wengi yanaelekezwa katika eneo la Kale, huku jamii ya kimataifa ikihimizwa kuongeza juhudi za kidiplomasia ili kusaidia kurejesha utulivu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutazidi kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hili na tutawaletea taarifa zaidi kadri zitakavyokuwa zikipatikana. Asante. Katika eneo la Biboko lililoko katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumekuwa na taarifa zinazozua mjadala mkubwa kuhusu hali ya usalama na mahusiano kati ya raia na vikosi vya kijeshi. Kwa mujibu wa baadhi ya kurasa zinazohusishwa na propaganda za muungano wa waasi wa M23 RDF, kumetolewa madai kwamba vikosi vya jeshi la serikali ya Kongo FARDC pamoja na jeshi la Burundi vinadaiwa kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya wakazi wa kijiji hicho ambacho kinakaliwa zaidi na jamii ya Banyamulenge. Hata hivyo, taarifa kutoka uwanjani zinaonyesha picha tofauti na madai hayo. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo waliokutwa wakiendelea na shughuli zao za kila siku, wakiwemo wakulima mashambani na wafanyabiashara wadogo wameelezea mtazamo wao kuhusu uwepo wa vikosi hivyo vya kijeshi. Mkazi mmoja mzee mwenye umri wa zaidi ya miaka 70, yani 70, alinukuliwa akisema, tunawaona wanajeshi wa FARDC pamoja na wale wa Burundi kama walinzi wetu. Wao ndio wanaotuhakikishia usalama kila siku. Kauli hiyo inaungwa mkono na baadhi ya wananchi wengine waliobainisha kuwa tangu kuimarishwa kwa doria za pamoja kati ya FARDC na wanajeshi wa Burundi, hali ya usalama inaonekana kuimarika katika baadhi ya maeneo ya vijiji vya milimani. Licha ya ushuhuda huo, hali ya taharuki bado inaendelea kuwepo kutokana na vita vinavyoendelea katika sehemu mbalimbali za mashariki mwa nchi, hususan katika mkoa wa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Wananchi wengi wanaendelea kuishi kwa hofu ya kushambuliwa au kulazimika kuyahama makazi yao. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya juu ya hatari ya taarifa ya propaganda zinazoweza kuchochea chuki na mgawanyiko miongoni mwa jamii. Wanasitiza umuhimu wa kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, hasa katika mazingira yenye mvutano wa kijeshi na kijamii. Kwa sasa mamlaka za serikali pamoja na wadau wa kimataifa bado hawajatoa tamko rasmi linalothibitisha madai ya mauaji ya kimbari yaliyotolewa na vyanzo hivyo vya propaganda. Ripoti hii inaonyesha umuhimu wa kusikiliza sauti ya wananchi walioko moja kwa moja katika maeneo yaliyoathiriwa ili kupata picha halisi ya kile kinachoendelea badala ya kutegemea taarifa zisizo na uthibitisho ya moja kwa moja. Kutoka Biboko katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ni ripoti yetu ya habari. Tuende na habari kutoka huko mjini Kinshasa ambako ofisi ya PPRD yachomwa moto. Jiji la Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekumbwa na tukio la vurugu kufuatia kuchomwa moto kwa makao makuu ya chama cha PPRD kinachohusishwa na rais wa zamani Joseph Kabila. Tukio hilo limetokea siku ya Jumatatu tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika barabara ya Sendwe katikati ya mji huo mkuu. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, kundi la waandamaji lilivamia eneo hilo na kisha kuanza kuharibu mali kabla ya kuchoma jengo hilo kwa moto. Inaelezwa kuwa maandamano hayo yaliandaliwa na wafuasi wa chama tawala cha PPRD ambao walikuwa wamekusanyika ili kuonyesha uungwaji mkono wao kwa vikwazo vinavyowekwa na serikali ya Marekani dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila. Vikwazo hivyo vinatajwa kuhusiana na madai ya ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu pamoja na masuala ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Katika hali ilionekana kuwa ya hasira kali, baadhi ya waandamaji walielekeza adhabu zao kwa chama cha PPRD, wakikiona kama alama ya uongozi wa zamani unaolaumiwa kwa changamoto nyingi zinazoikumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moto ulioteketeza jengo hilo ulisababisha uharibifu mkubwa wa mali, ingawa hadi sasa hakuna taarifa rasmi ilizothibitisha kuwepo kwa majeruhi au vifo vilivyotokana na tukio hilo. Vikosi vya kuzima moto vilifika katika eneo la tukio, lakini vilikuta sehemu kubwa ya jengo tayari imeteketea. Mamlaka za serikali mamlaka za usalama jijini Kinshasa zimeanza uchunguzi ili kubaini wahusika wa tukio hilo pamoja na kuchukua hatua stahiki za kisheria. Serikali imewataka wananchi kudumisha amani na kujiepusha na vitendo vya vurugu vinavyoweza kuhatarisha utulivu wa nchi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaonya kuwa tukio hili linaweza kuongeza mvutano wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika kipindi hiki ambacho kuna misuguano kati ya wafuasi wa serikali ya sasa na wale watawala uliopita. Kwa upande mwingine, baadhi ya mashirika ya kiraia yameelezea wasiwasi wao juu ya kuongezeka kwa matukio ya vurugu yanayohusishwa na siasa, yakitoa wito kwa viongozi wa kisiasa kuhimiza mazungumzo na maridhiano baada ya migogoro. Tukio hili limeacha maswali mengi kuhusu hali ya usalama wa mali na uhuru wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wananchi wakitarajia majibu na hatua madhubuti kutoka kwa serikali ili kuzuia matukio kama haya yasijirudie. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali toka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa. Hapo utazidi kufahamu mengi yanayoendelea pande zote za dunia. Karibu. Uchambuzi jioni hii unaanzia Mashariki ya Kati, ambapo jeshi la Marekani limesema manuari yake ya kivita imeingia kwenye eneo la Ghuba kwa lengo la kuvunja mzingiro uliowekwa na Iran na kuongeza kuwa meli zake mbili zimefanikiwa kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz baada ya Iran kusema ilizizuia meli za Marekani kuingia kwenye eneo hilo. Lilian Mtono na taarifa kamili. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema wanajeshi wake walichukua hatua hiyo katika kutekeleza mkakati wa Rais Donald Trump aliyouita Operation Freedom, unaolenga kuzilinda meli za kibiashara zilizokwama kwenye eneo la Ghuba kutokana na vita vyake na Israel dhidi ya Iran. Kulingana na CENTCOM, meli mbili zenye bendera ya Marekani zimevuka kupitia mlango bahari wa Hormuz na kuongeza kuwa vikosi vya Marekani vinatekeleza juhudi hizo za Trump za kurejesha safari za meli za kibiashara kupitia eneo hilo. Lakini Iran kwa upande wake imesema mapema leo kwamba ilizirudisha nyuma meli za kijeshi za Marekani zilizokuwa zinapita kwenye mlango wa bahari huo, hii ikiwa ni kulingana na shirika la habari la Iran la Fars, ingawa CENTCOM ilikana mara moja taarifa hizo. Hatua hiyo ya Marekani lakini inaibua kitisho cha mapigano ya ana kwa ana kati ya Marekani na Iran katika ujia huo wa majini ambao kwa kawaida hutumiwa na 1/5 ya meli zinazosafirisha mafuta na gesi kwa njia ya majini kote ulimwenguni, lakini kwa sasa umefungwa kwa zaidi ya miezi miwili kutokana na vita hivyo. Huku hayo yakijiri, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Bagei amesema bado wanapitia majibu ya Marekani kuhusiana na pendekezo lake la kuvimaliza vita, huku akisisitiza kwamba makubaliano yatajikita tu kwenye kuvikomesha vita hivyo na si vinginevyo. Amesema hayo kwenye mkutano na waandishi wa habari wa kila wiki, huku akipuuzilia mbali uvumi kuhusu urutubishaji wa urani ama vifaa vya nyuklia na kusema masuala kama hayo hayapo mezani. Katika hatua hii hatuzungumzii kuhusu kitu kingine chochote zaidi ya kuvimaliza vita, na mwelekeo ambao tutachukua katika siku zijazo bila shaka utaamuliwa katika siku zijazo
na kwa wakati wake. Na huko Cairo, taarifa zimesema Umoja wa Falme za Kiarabu umelaani shambulizi la droni dhidi ya meli ya kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali ADNOC. UAE imelitaja shambulizi hilo kuwa ni la kigaidi kwenye mlango bahari wa Hormuz, na kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje, hicho ni kitendo cha uharamia kilichofanywa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran na kinachohatarisha utulivu wa kikanda na usalama wa nishati ulimwenguni. Taarifa nyingine kutoka Dubai zimesema Umoja wa Falme za Kiarabu ulitoa tahadhari kuhusu kitisho cha shambulizi la kombora hii leo na baadaye kuliondoa kutokana na hali tete inayoshuhudiwa kwa sasa. Tukisalia kwenye mvutano huo, kikosi cha walinzi wa mapinduzi mchana wa leo kilizindua ramani mpya ya eneo la mlango wa bahari wa Hormuz litakalokuwa chini ya udhibiti wake, limeripoti shirika la habari la serikali. Taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari ni kwamba viongozi wa Ulaya wamejadili umuhimu wa kujitegemea zaidi katika masuala ya ulinzi pamoja na kuimarisha uhusiano wao na Canada katika mkutano wa Jumuiya ya Kisiasa ya Ulaya nchini Armenia uliogubikwa na vitisho vya Marekani kupunguza msaada wa kijeshi. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Mkutano huo wa Armenia umekuja siku kadhaa baada ya Marekani kutangaza kwamba ingeondoa wanajeshi 5,000 kutoka Ujerumani, ambayo kiongozi wake Friedrich Merz amekwaruzana na Rais Trump kuhusiana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Katika mazingira hayo, viongozi wa Ulaya wamesisitiza haja ya bara hilo kujitegemea zaidi kijeshi na kiusalama. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema Ulaya inapaswa kuongeza uwezo wake wa kijeshi ili kujilinda yenyewe bila kutegemea sana washirika wa nje, kauli iliyoungwa mkono na viongozi wengine katika wakati wa ongezeko kubwa la mashaka kuhusu utegemezi kwa Marekani. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney, ambaye ni kiongozi pekee asiye wa Ulaya kuhudhuria mkutano huo, amesisitiza kuwa nchi za kati zinapaswa kushirikiana kukabiliana na ushindani mkali wa mataifa makubwa na mabadiliko ya mfumo wa kimataifa. Akizungumza katika mkutano huo, Carney alieleza kuwa Canada na Ulaya hazipaswi kukubali kuishi katika dunia ngumu na ya kimaslahi binafsi, bali zinapaswa kujenga ushirikiano mpya wenye manufaa ya pamoja. Canada pia imeanza kuchukua hatua za kujitenga kiuchumi na jirani yake Marekani kwa kujiunga na mpango wa ufadhili wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya na kuimarisha biashara na bara hilo. Kandoni mwa mkutano huo, Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni alitoa msimamo wake kuhusu uwezekano wa Marekani kuondoa wanajeshi wake barani Ulaya. Hatuwezi kusema nini kitatokea, lakini kwa muda sasa Marekani imekuwa ikijadili uwezekano wa kujiondoa Ulaya. Ndio maana ninaamini tunapaswa kuimarisha usalama wetu na uwezo wetu wa kujibu changamoto hizi. Hata hivyo, ni uamuzi ambao haunitegemei mimi na binafsi siungi mkono. Personalmente non condividerei. Wakati huo vita vya Urusi nchini Ukraine vimeendelea kuwa hoja kuu kwenye mkutano huo wa Jumuiya ya Kisiasa ya Ulaya. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewataka washirika kuongeza vikwazo dhidi ya Moscow na kusisitiza kuwa majira ya kiangazi yatakuwa muhimu katika kuamua kama vita vitaendelea au diplomasia itapewa nafasi. Katibu mkuu wa Jumuiya ya NATO Mark Rutte amekiri kuwepo kwa tofauti kati ya Marekani na Ulaya, lakini akasema bara hilo sasa linaanza kuongeza mchango wake wa kijeshi. Kwa upande mwingine, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesisitiza kuwa Ulaya sasa inachukua hatima yake mikononi mwake kwa kuongeza matumizi ya ulinzi na kujenga mifumo yake ya pamoja ya usalama. Mkutano huo pia umehusisha mataifa mengi kuanzia Albania hadi Uingereza, huku ukitoa fursa ya majadiliano ya pande mbili na makundi mbalimbali. Aidha, mahusiano kati ya Armenia na majirani zake yameonekana kuimarika, hasa baada ya rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev kushiriki mkutano huu kwa njia ya mtandao. Katika ishara nyingine ya mabadiliko, Uturuki imemtuma makamu wake wa rais Cevdet Yilmaz kuhudhuria mkutano huo, ikiwa ni ziara ya kwanza ya ngazi hiyo nchini Armenia katika kipindi cha karibu miaka 20. Na asante sana Idi Sesanga kwa taarifa hiyo kuhusu kauli za viongozi wa Ulaya kujadili umuhimu wa kujitegemea zaidi katika masuala ya ulinzi. Kwingineko ni kwamba hatua ya rais wa Marekani Donald Trump ya kutangaza kuondoa wanajeshi 5,000 wa Marekani kutoka Ujerumani imezua maswali kuhusu mwelekeo wa usalama wa Ulaya na mustakabali wa uhusiano wa Marekani na washirika wake wa NATO. Uamuzi huo umeonekana kuongeza kasi wito miongoni mwa viongozi wa Ulaya wa kuimarisha uwezo wao wa kijeshi.
Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Dr. Harrison Mwilima akiwa mjini Berlin kuhusu athari ya uamuzi huo. Hivi karibuni tuliona kansela wa Ujerumani hapa Friedrich Merz akimlaumu Trump akisema kwamba hii vita ya Iran imeidhalilisha Marekani. Kwa hiyo tumeona Marekani ikikasirishwa. Trump amekasirika, amekuwa akimjibu Merz akisema kwamba ni kansela ambaye alikuwa anaona kwamba Iran inaweza tu kumiliki bomu la nyuklia. Kwa hiyo kutokana na haya majibizano yaliyoonekana ni kwamba sasa inaonekana kama Trump sasa ameamua kusema kwamba anataka kupunguza jeshi la Marekani ambalo kwa asilimia kubwa hapa Ulaya lipo hapa Ujerumani. Dr. Harrison, uamuzi huu wa Trump una maana gani kwa usalama wa Ulaya, hasa ukizingatia muktadha wa majukumu ya jumuiya ya kujihami ya NATO? Nadhani ni Marekani ndio itakosa zaidi kuliko Ulaya, kwa sababu Marekani hapa iliweka majeshi haya kwa kuwaaminisha kwamba Ulaya kwamba adui wao mkubwa ni Urusi, lakini Urusi haijawahi kufanya mashambulizi yoyote Ulaya, na majeshi haya yamekuwa yakitumika sana sana katika kuandaa mashambulizi ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo mimi ninavyodhani ni kwamba usalama wa Ulaya sio kwamba uko matatani, bali ni nguvu za Marekani kama zitadunishwa kwa sehemu nyingine duniani kutokana na uamuzi wa kuondoa majeshi hapa Ulaya. Katika mkutano wao ambao unaendelea hivi sasa mjini Yerevan, tumeona kwamba viongozi wa Ulaya wameonyesha kushangazwa na hatua hii ya Marekani. Unahisi kwamba mataifa haya ya Ulaya yamepata funzo gani? Nadhani funzo tunalolipata hapa ni kwamba Ulaya sasa imefika wakati wa kuanza kujihudumia yenyewe linapokuja kwenye swala zima la usalama, kwa sababu Ulaya imekuwa ikitegemea sana Marekani. Tukumbuke baada ya Trump alivyochaguliwa mara ya kwanza, Ulaya wakaanza kuona kwamba sasa waanze kujitegemea wenyewe kwenye swala zima la usalama, hususan Ufaransa ndio ilikuwa inatoa sana maono hayo. Lakini sasa Trump alivyoondoka madarakani, alivyokuja Biden, wakarudi tena kule kwa Marekani. Kwa hiyo sasa hiki kitendo kwamba Trump amerudi tena ndio sasa inatoa sasa picha nzima kwamba sasa hivi Ulaya imefika wakati kwamba inabidi waanze kujitegemea wenyewe linapokuja kwenye swala zima la usalama wao. Ulaya imekuwa ikijiendeleza sana kwenye upande wa uchumi, wakijua kwamba Marekani ndio itasimamia usalama wao, lakini hizo enzi sasa hivi zimeshapita. Tuje kwenye hii kauli ambayo ameitoa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akisema kwamba bado anaamini katika kufanya kazi na rais wa Marekani Donald Trump. Lakini licha ya kauli hii, baadhi ya wachambuzi wametafsiri kama ishara ya kupungua kwa ushirikiano kati ya Berlin na Washington. Wewe unaonaje? Kansela anasema hivyo kwamba mahusiano hayo hayajaribika, lakini kauli alizotoa zinaonyesha kabisa kwamba zimemchefua Trump. Lakini pia hii inaweza ikawa pia ni nafasi ya Ujerumani au Merz kusema ukweli. Inabidi nchi nyingine za Ulaya, nchi washirika ziongee ukweli. Dunia inapoelekea sasa hivi sio kuzuri, sheria za kimataifa zinavyovunjwa sio kuzuri. Kama viongozi wanaweza kaongea ukweli lakini pia kuhatarisha mahusiano yao, basi iwe hivyo, lakini waendelee kusimama katika maadili. Ni Dr. Harrison Mwilima kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita kuhusu hatua ya rais wa Marekani Donald Trump ya kutangaza kuondoa wanajeshi 5,000 wa Marekani kutoka Ujerumani. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Vile vile unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako. Langu jina ni Ite Idi George, mtangazaji wako. Unaweza kunitafuta kupitia Facebook na ukapata habari za kuaminika tena kwa muda wowote. Vile vile acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ni kuhakikisha tungoletea habari sahihi tena za kuaminika
tena kwa muda muafaka. Basi asante, tukutane katika taarifa za habari za jioni.